Habari, rafiki yangu. Leo tuna hadithi nzuri sana ya kusisimua kuhusu Kitoi na Jitu. Hii hadithi itakufundisha ujasiri, hekima na mshikamano wa kweli kati ya marafiki. Kabla hatujaanza, na kuomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili kupata video nyingi kama hii kila wiki. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa na usikose hadithi mpya ya kusisimua. Katika kijiji kidogo kinachoitwa Mwangaza, kilichozungukwa na vilima virefu na msitu mkubwa wa kale, aliishi mvulana shujaa aliyeitwa Kitoi. Kitoi alikuwa na umri wa miaka 13 tu, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko wa watu wazima wengi. Kitoi aliishi na bibi yake mzee anayejulikana kama Bibi Naserian. Wazazi wake walikuwa wamemkufa akiwa mdogo sana, hivyo bibi yake alimuinua kwa upendo mkubwa. Kila jioni wangekaa karibu na moto mdogo nje ya nyumba yao ya udongo, wakiisikiliza sauti za ndege kurudi kwenye viota vyao na upepo ukipita kati ya miti. Lakini kulikuwa na kitu ambacho kila mtu kijijini alikicha hofu: msitu mweusi. Msitu ulikuwa mkubwa sana na ulikuwa na miti mirefu iliyozuia mwangaza wa jua. Wakazi wa kijiji waliamini kwamba ndani kabisa ya msitu aliishi jitu lenye nguvu za ajabu. Wazee wa kijiji walikuwa wakionya kila wakati, msitokee ndani ya msitu mweusi. Jitu linaweza kunusa binadamu kutoka mbali. Watoto walitetemeka kila waliposikia hadithi hiyo. Lakini Kitoi alikuwa tofauti. Badala ya hofu, alihisi shauku kubwa. Jioni moja, akiwa ameketi pamoja na bibi yake karibu na moto, Kitoi aliuliza, "Bibi, ni kweli kwamba jitu anaishi msituni?" Bibi Naserian alikaa kimya kwa muda. Mwanga wa moto ulionyesha macho yake. Kitoi alisema polepole, "Hadithi hiyo si ya kuogofya tu, ni kweli." Kitoi alishangaa. "Kweli?" Bibi yake alikubali. Miaka iliyopita, kabla hujazaliwa, baadhi ya wakazi waliingia msituni kukusanya kuni, hawakurudi. Upepo ulipiga taratibu na mlango wa mbao wa nyumba ukatikatika. Kitoi alituma mate yake kimya. "Unadhani jitu limewafanya nini?" Bibi yake alimwangalia kwa macho makini. "Hakuna anayejua." Usiku huo Kitoi hakuweza kulala vizuri. Mawazo yake yalikimbia kichwani mwake. Jitu linaonekana vipi? Linaishi wapi hasa? Na kwa nini lipo msituni? Kadri alivyofikiria, shauku yake iliendelea kuongezeka. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikuwa kimejaa shughuli. Wakulima walisogea mashambani, wanawake walikuwa wakivuta maji kutoka kisima, na watoto walikuwa wakicheza karibu na miti mikubwa ya embe. Lakini Kitoi alikuwa na mpango tofauti. Alisimama juu ya kilima kidogo karibu na kijiji na kuangalia kuelekea msitu mweusi kilicho umbali wa mbali. Ukungu mzito ulikizunguka miti mirefu. Alijisikiliza kwa kusema kwa sauti ya chini, "Ninahitaji kujua ukweli." Hivyo aliamua kufanya jambo ambalo hakuna mtoto mwingine kijijini aliyewahi kujaribu. Aliamua kuingia msituni mweusi. Kitoi alibandika mfuko mdogo. Ndani yake aliweka kipande cha mkate, chupa ndogo ya maji, kisu kidogo, tochi ndogo. Bibi yake alikuwa sokoni, kwa hivyo hakujua mpango wa Kitoi. Kabla ya kuondoka, Kitoi alitazama nyumba yao kwa muda mfupi. "Bibi atanisamehe nitakaporejea," alisema kwa kimya. Kisha alianza kutembea kuelekea msitu. Kadri alivyokaribia, miti ilikuwa mirefu na vivuli vingi viliongezeka. Sauti za ndege zilianza kutoweka. Badala yake, sauti za ajabu zilijaa hewani, matawi yakivunjika, majani yakisogea kwa upepo, na wakati mwingine sauti ya kitu kikubwa kinatembea. Kitoi alijaribu kubaki jasiri, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi kubwa. Alijibembeleza, "Usiogope, ni hadithi tu." Lakini ghafla, crack! Tawi kubwa lilivunjika nyuma yake. Kitoi aligeuka haraka. Hakuna mtu aliyeonekana, lakini alihisi kitu kikiwa kimemchunguza. Aliendelea kutembea haraka zaidi. Baada ya dakika chache alifika mahali pa ajabu. Kulikuwa na mapango makubwa kati ya miamba mirefu. Na mbele ya moja ya mapango hayo kulikuwa na mfupa wa wanyama wengi uliosambaa ardhini.
Hisia baridi zikapita kwa Kitoi. Kisha ardhi ilianza kutetemeka kidogo. Thumb, thumb, thumb. Hatua nzito zilitoka ndani ya pango. Kitoi alikimbilia haraka nyuma ya jiwe kubwa. Kisha akaona kitu ambacho hakikuwa amekiona hapo awali. Kutoka pango lilitoka kiumbe kikubwa. Jitu lilikuwa na mwili mkubwa kama tembo. Ngozi ya kijani chafu. Meno makali kama visu. Macho yanayometa nyekundu gizani. Kitoi alishikilia pumzi yake. Jitu lilinusa hewa kwa nguvu. Jitu liligonga kwa sauti ya kina. Nuna binadamu. Moyo wa Kitoi ulisimama. Jitu lilipiga uso wake kuzunguka. Kama lingeliona Kitoi ingeliisha mwisho wake. Lakini ghafla jitu lilianza kuondoka kwenda msituni kando na kundi la walezi wa wanyama. Kitoi alibaki ameficha, moyo ukipiga haraka. Baada ya muda mrefu alikusanya ujasiri wake na kuingia ndani ya pango. Ndani aliona jambo la kushangaza. Kulikuwa na vyombo, sahani zilizovunjika na vazi la zamani. Zilionyesha kwamba wasafiri wengi walikuwa wamepitia pango hilo. Ghafla alisikia sauti ndogo nyuma yake. Psst, hey. Kutoka nyuma ya mawe, kijana mdogo 13 alitokea. Uko nani? Kitoi aliuliza kwa chini ya sauti. Naitwa Tamu, kijana alisema. Na ikiwa hutatoka haraka, jitu litakula sisi wote. Kitoi alishangaa. Unakaa hapa? Tamu alikubali. Nimekaa hapa kwa siku 3 sasa. Tamu alieleza kwamba baba yake alikamatwa na jitu na kupewa amri ya kukimbia. Kitoi alihisi huzuni sana. Kitoi alihisi huzuni sana. Pole sana, alisema kwa kimya. Lakini Tamu alionyesha azimio. Sitaondoka hadi nipate njia ya kumshinda jitu. Kitoi alishangaa. Kumshinda jitu? Tamu alikubali tena. Kila kiumbe kina udhaifu wake. Ghafla ardhi ilianza kutetemeka tena. Thump, thump, thump. Jitu alikuwa amerudi. Kitoi na Tamu walirudi kijijini. Wakazi walisherehekea ushindi wao, wakicheza na kuimba. Kitoi alikumbatia bibi yake kwa furaha. Tamu alikubaliwa kuwa sehemu ya familia. Jiwe la uchawi lilikaa hekalu, likimlinda msitu, na wapo watakaoitwa kuwa mashujaa kama Kitoi siku moja. Mwisho. Funzo la hadithi: ujasiri unaweza kushinda hofu kubwa. Akili inaweza kushinda nguvu. Mashujaa wa kweli hulinda wengine, si kwa ajili yao wenyewe. Kumbuka, ikiwa umefurahia hadithi hii ya Kitoi na jitu, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Kwa kusubscribe, utapata video nyingi kama hii, hadithi za kusisimua, mapigano ya mashujaa, na mambo ya ajabu ya msitu na mashujaa vijana. Jitu alifikia hekalu, akivunja mlango kwa nguvu kubwa. Kitoi na Tamu walijificha. Kitoi alitumia ujasiri wake kumshawishi jitu kugusa jiwe. Wakati vidole vya jitu viligusa jiwe, mwanga mkubwa ulitokea. Jitu alichomwa na mwanga wa dhahabu na kupotea, ikiacha vumbi tu. Bwana Mlezi alikuja, akiwaponya wavulana. Jiwe la uchawi lilikaa salama, likilinda msitu. Kitoi na Tamu walirudi kijijini. Wakazi walisherehekea ushindi wao, wakicheza na kuimba. Kitoi alikumbatia bibi yake kwa furaha. Tamu alikubaliwa kuwa sehemu ya familia. Jiwe la uchawi lilikaa hekalu, likimlinda msitu, na wapo watakaoitwa kuwa mashujaa kama Kitoi siku moja. Mwisho. Funzo la hadithi: ujasiri unaweza kushinda hofu kubwa. Akili inaweza kushinda nguvu. Mashujaa wa kweli hulinda wengine, si kwa ajili yao wenyewe. Kumbuka, ikiwa umefurahia hadithi hii ya Kitoi na jitu, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Kwa kusubscribe, utapata video nyingi kama hii, hadithi za kusisimua, mapigano ya mashujaa, na mambo ya ajabu ya msitu na mashujaa vijana.